ambapo maafisa wa polisi na mapema hii leo wamefika kuhakikisha kwamba mkutano wa Linda Mwananchi ambao kwa mapema unaongozwa na gavana wa Siaya James Orengo pamoja na Sifuna, ni seneta wa kaunti ya Nairobi sawia na mbunge wa Embakasi ya Mashariki Babu Owino, hapo jana wakidokeza kwamba watakuwa wanafanya mkutano wa viongozi wa ODM hapa katika majengo haya ya ufungamano. Lakini walipofika hapa asubuhi mapema, mwanzo walifika hapa saa 2 kuangazia mikakati iko jinsi ipi, na walipofika wakapata maafisa wa polisi, kisha wakatuambia kwamba wataenda na waweze kurudi. Kwa hivyo maafisa wa polisi wameongezwa maradufu, wakaweza kufika hapa na kufunga lango kuu la kuingia katika jengo hili la ufungamano. Kisha baada ya takriban saa 1:30 hivi kikosi cha Sifuna pamoja na James Orengo na Babu Owino wameweza kuwasili na wakaingia kwa fujo, na wakasema kwamba wako na amani, na wakajaribu wakaingia, hawakuzuiwa na yeyote, wakaingia hadi katika majengo ya ufungamano, na hapo ndipo basi hadi kwa sasa wako hapa ndani wanaimba nyimbo za umoja. Hapa nje nilipo kwa sasa ni maafisa wa usalama ambao wamefunga lango kuzuia watu wengine kuingia ndani, na naona kwa umbali maafisa wa usalama wamefunga lango kuu, na yapo magari ambayo yalipania kuingia ndani, lakini wamewazuia baadhi ya wananchi na Wakenya na vijana ambao kwa njia moja au nyingine walikuwa wamesalia upande wa nje. Kwa hiyo maafisa wa usalama wanasema kwamba awali walisema kwamba walikuwa wanadokeza kwamba hawakutaka yeyote kuingia hapa, manake mkutano wa viongozi wa ODM waliambiwa kwamba ni mmoja ambao unafanyika kule showground, lakini baadaye takriban saa 1:30 hivi Sifuna na wenzake wameweza kuwasili na wakaingia katika majengo haya ya ufungamano. Kwa hiyo watakuwa wanafanya mkutano, sio wengi vile, japo ana vijana takriban 150 hivi ambao wamewasili kuwashika ama kuwaunga mkono na kusimama nao katika kinyang'anyiro hiki cha chama cha ODM. Upande ule mwingine mkutano tunaambiwa kana kwamba ushaanza, japo upande huu kiduchu tu ndio wameingia kuweza kuhakikisha kwamba watakuwa wanafanya mkutano wao wanaoita mkutano wa wananchi ama the People's NDC, kongamano la wananchi. Kwa hiyo hadi kufikia sasa hapa katika majengo ya ufungamano, Sifuna na wenzake wako ndani ya jengo hili la ufungamano, na hapa nje maafisa wa usalama wamekita kambi, wanawazuia watu wengine kuingia ndani. Nimeona wameongeza maafisa wa usalama ambao wamekuja na vitoa machozi, wapo ambao wameji hami kweli na vikofia hivi na vile vile viatu vya kasi, kuhakikisha ya kwamba iwapo lolote linaweza kufanyika basi wako ange kuhakikisha wanalitimiza. Kwa hiyo lao ni kufuata maagizo ya wakubwa wao. Muda si kitambo sana ameondoka hapa kamanda wa kaunti ya Nairobi ambaye alikuwa ameandamana na maafisa wengine, kisha takriban dakika 10 zilizopita hivi akaweza kuondoka na baadhi ya maafisa wa usalama, japo wapo wengine wameongezwa na lori ya polisi. Upande wa pili nimeona kuna yale ambayo ni magari ya kurusha maji ya machozi na vile vile malori ya kubeba maafisa wa usalama, kumaanisha kwamba ni wengi kweli kweli ambao wamekuja kuhakikisha kwamba mkutano huu hapa ufungamano haufanyiki. Wale vijana ambao wamefungiwa nje wameanza kuimba nyimbo za taifa. Naona sioni sura ambazo zinajulikana kule, wao ni vijana tu. Huku ndani wapo Edwin Sifuna, seneta wa kaunti ya Nairobi, yupo James Orengo, yupo vile vile Babu Owino, yupo Karen Njoroge,
yupo mwanasiasa mbunge wa kutoka kule Kisumu, Kisii vile nimemwona hapo ndani japo kwa umbali, akijaribu kuambia vijana wenzake waweze kutulia. Pauline Njoroge, samahani, nimemwona Pauline Njoroge, nimemwona vile Babu Owino na wabunge wengine hapa ambao wamekuja kuhakikisha kwamba mkutano huu bila shaka unafanyika mkabala na ule mwingine ambao ulikuwa umepaniwa ama umepangwa kufanyika kule eneo la Shogran. Kwa hiyo tuko hapa katika jumba hili la ufungamano kuhakikisha kwamba tunamletea mtazamaji yetu picha za moja kwa moja. Nirejee upande wa ndani nione vijana ama viongozi wamejipanga namna gani, manake ni wengi. Kwa umbali naona Ososi vile yuko hapa. Ni wakati wa maombi kabla ya mkutano kufunguliwa. Mwana Godfrey Ososi ndiye anayeongoza mkutano huku mbele, kisha viongozi wengine wako tayari kufanya mkutano huu. Vile wapo baadhi ya wawakilishi wa chama cha Jubilee. Nimeona mwakilishi wa chama cha Jubilee vile hapa katika jumba hili la ufungamano. Yapo magari ambayo wameingia kwa sasa, jaribu kuangalia ni kina nani ambao wameweza kuwasili, lakini maafisa wa usalama wamejaribu kufunga malango yote mawili, lango kuu na lango la pili, ambalo baadhi ya vijana wameingilia katika lango la pili. Naona wasimamizi wa maafisa wa polisi wakipokea maelekezo kutoka kwa wakubwa wao, wakielezwa kwamba waweze kufungata milango yote miwili kuhakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye ataweza kuingia kupitia lango lolote lile. Kwa hiyo ndio hali ilivyo kwa sasa upande wa pili wa studio. Lolote litakalofanya kutukia tutakuwa tunakufahamisha. Upande wa lango la pili naona kuna vijana wamelazimisha kuingia, wameweza kuingia wakiwa na maski za kuzuia vitoa machozi. Vijana, kina dada, wavulana na wakubwa wao wanasema tuingie kwa lazima. Kwa hiyo wanasema hawana fujo zozote. Wameingia takriban vijana 100 hapa katika jumba la ufungamano, na maafisa wa usalama naona wanawakaribia kuzuia zaidi vijana zaidi wasiweze kuingia hapa katika majumba haya ya ufungamano. Hadi kufikia sasa upande wa ndani mkutano umeanza. Iwapo unapata picha za moja kwa moja kutoka ndani ya jumba la ufungamano, ni mkutano wa wananchi wa wawakilishi wa chama cha ODM ambao unaongozwa na Edwin Sifuna pamoja na gavana wa Siaya James Orengo na wenzake, akiwemo vile Godfrey Ososi pamoja na Babu Owino na wenzao ambao washawasili hapa katika majumba haya ama majengo haya ya ufungamano hapa jijini Nairobi. Kwa hiyo tutasubiria tuone yatakayofanya kutukia. Iwapo maafisa wa usalama watawazuia kutekeleza mkutano huu ambao unaendelea kwa sasa. Japo kukufahamisha tu mtazamaji ni kwamba hali ilivyo kwa sasa ni kana kwamba maafisa wa usalama hawana ubaya wowote na viongozi hawa, hawana ubaya wowote na mkutano huu, in as much as wanafanya mkutano wa amani bila kuzua vurugu za aina yoyote. Manake walipoingia hapa wamekuja kama wameinua bendera za taifa, wakisema kwamba wamekuja kwa amani na hawana vurugu za aina yoyote, na maafisa wa usalama hawako na budi, sio wao waliofungua mlango, bali ni vijana na kina Sifuna wenyewe waliojifungulia mlango na wakaweza kujilazimisha kuingia ndani, na bila shaka wakaweza kuchukua
nafasi katika jumba hili la ufungamano. Edwin Sifuna yazungumza kwa sasa. Hebu tusikie sauti ya kwake, iwapo picha zetu upande huu wa ufungamano unazipata. Nasikia Edwin Sifuna anazungumza upande wa ndani. Naam, bila shaka huyo ni mwandishi wetu wa habari Mike Kagongo ambaye amekita kambi katika jumba la kongamano hapa jijini Nairobi, ambapo mkutano wa chama cha ODM ambao unaongozwa naye Edwin Sifuna ambao unafahamika kama Linda Mwananchi kwa sasa unaendelea na mkutano wake, lakini pia ikumbuke kwamba Edwin Sifuna kutokana na swala la vuta ni kuvuta ambayo inazidi kushuhudiwa, kuna hali tete ambayo inazidi kuonekana upande wa nje, ambapo maafisa wa polisi wamekita kambi katika upande wa nje, na upande huo mwingine ulikuwa unasisitiza kwamba mkutano huo hautakuwa unaendelea, lakini ni swala ambalo tunazidi kufuatilia kwa kina hapa katika chumba cha habari. Na ikumbuka kwamba kuna mkutano mwingine wa NDC, National, mkutano wa wajumbe wa chama cha ODM ambao unaongozwa naye Oburu Oginga, ambao kwa sasa pia unaendeleza mkutano wake eneo la Jamhuri Grounds. Na ikumbuka kwamba vuta ni kuvute hii ndani ya chama cha ODM imesababishwa na misimamo dhabiti au misimamo kinsani kutoka kwa viongozi hao ambao wanaendelea kuvutana. Na ikumbuke pia katika mkutano huu ambao unaendelea kwa sasa wake Edwin Sifuna, ikumbuka tumemwona mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, tumemwona gavana James Orengo, Godfrey Osotsi pamoja na baadhi ya viongozi sio tu kutoka maeneo ya magharibi ya Kenya bali pia kutoka maeneo ya Nyanza. Hivyo basi mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi hapa katika chumba cha habari, na kisha tutakuwa tunakujuza mengi zaidi. Mwandishi wetu wa habari ya Paul Kamau yupo katika upande wa pili